Hujambo na karibu, jina langu ni Alan Kolyang na hivi leo tunaangazia uhaini. Katika historia ya mataifa yote hakuna kosa linalozua hofu na mijadala na migawanyiko kama vile uhaini, ama kwa lugha ya Kiingereza treason. Tangu enzi za falme za jadi hadi serikali za kisasa, uhaini umesalia kuwa kosa kubwa linalotishia usalama wa taifa, uthabiti wa serikali na maisha ya raia. Lakini uhaini ni nini hasa? Ni kosa tu la kisheria au ni zana ya kisiasa iliyotumika kwa mara nyingi kumaliza upinzani na kukandamiza haki za raia? Katika Roma ya kale, wahaini walikuwa wanaadhibiwa kwa kukatwa kichwa. Katika Uingereza ya karne ya 16, walifungwa na kuchomwa moto hadharani. Hata leo katika baadhi ya mataifa, uhaini unaweza kuadhibiwa kwa kifungo cha maisha au hata hukumu ya kifo. Lakini asili ya neno uhaini daima imekuwa moja: kukosa uaminifu kwa nchi yako, kujaribu kuipindua serikali au kuidhoofisha au kuwasaidia adui. Ila hapa swali ni moja: yote haya kwa manufaa ya nani mwishowe? Waliomo mamlakani ama wananchi? Katika Afrika ya Mashariki, dhana ya uhaini iliingia kupitia mifumo ya utawala wa kikoloni. Wapiganaji wa uhuru kama vile Dedan Kimathi wa Kenya na kinara wa UPC wa Uganda, Milton Obote, waliwahi kutuhumiwa kwa makosa ya uhaini, kwa mara nyingi bila msingi, au zaidi kwa sababu walikuwa tishio kwa utawala wa wakati huo. Swali la pili twajiuliza, je, ni mkondo huo huo baadhi ya mataifa yamerithi kutoka kwa wakoloni ili kuendeleza maovu bila kusutwa? Katika Tanzania, baada ya mapinduzi ya Zanzibar ya mwaka 1964, tuhuma za uhaini zilienea sana katika jitihada za kusawazisha uongozi mpya. Historia inatufundisha kwa mara nyingi, uhaini unaweza kuwa kosa halisi au kosa linalotengenezwa ili kuwa ndoto za kisiasa za wapinzani na kulinda madaraka ya walio uongozini kwa kuwatawala watu kwa hofu. Hivi leo uhaini utafafanuliwa na sheria mingi za mataifa mbalimbali, na nchi nyingi huchukulia matendo haya kama vile uhaini. 1. Kujaribu kupindua serikali. 2. Kushirikiana na maadui wa taifa. 3. Kuibia siri za kijeshi na kuzitoa kwa wageni. 4. Kufadhili au kusaidia wapinzani katika vita. Na mwisho, kuitangazia dunia kuwa nchi yako inafaa kuvamiwa au kuharibiwa. Lakini katika karne ya 21, aina mpya ya uhaini imeibuka: uhaini wa kidijitali. Kutoa taarifa za siri mtandaoni, kushirikiana na mashirika ya kigeni au kuanzisha propaganda zinazovuruga amani ya taifa. Mwaka wa 2013, Edward Snowden, aliyekuwa mfanyikazi wa shirika la ujasusi la Marekani, alitoweka ghafla. Baadaye alitokea na kufichua siri kubwa za kijasusi za Marekani. Je, alikuwa mhaini aliyesaliti nchi yake au shujaa aliyepigania haki za binadamu? Hadithi hii inabaki kwa mfano mzuri wa jinsi uhaini inavyoweza kuwa swala la mtazamo, falsafa au siasa. Tuhuma za uhaini zinaweza kuathiri uchumi wa taifa, kuchochea vita vya ndani kwa ndani, kutikisa au kuangusha serikali. Lakini pia inaweza kutumiwa vibaya kwa kuwanyamazisha wanaharakati, waandishi wa habari au wapinzani wa kisiasa. Katika mataifa ya Afrika haswa, uhaini imekuwa neno ambalo aghalabu viongozi wamezitumia mara kwa mara hivi karibuni. Pia inazua swali ibuka kuwa linalosemwa ni uhaini kweli au ni kati ya mikakati ya kuwatia wakosoaji hofu? Katika baadhi ya matukio, uhaini imekuwa silaha ya kuunda hofu, na katika mengine ni ngao ya kulinda taifa. Katika ulimwengu uliojaa mivutano ya kisiasa, kiuchumi, kiteknolojia, tofauti kati ya mhaini na mzalendo ni nyembamba sana. Lakini swali kuu linabaki: je, uhaini ni tendo la kukosa uaminifu kwa nchi au ni tendo la kuhoji mamlaka isiyokuwa na mipaka? Katika mwisho wa siku, historia huwa na tabia ya kumtaja mhaini leo na kumgeuza shujaa hapo kesho.